Tumekuja kukupa pole sana. Kwa kweli tulipata hizo taarifa za msiba wa binti yetu Sifa. Sifa alikuwa ni mtu wa watu. Hekima na busara nafikiri alizozipata kutoka kwa baba yake mchungaji kwa kweli zilimfanya aishi vizuri sana na jamii. Poleni sana. Tulishindwa kufika Bukoba kwa sababu ya hali zetu za uchumi, lakini kiukweli tulitamani sana kushiriki pamoja nanyi, lakini hatukuweza kwa sababu ya hali ya uchumi. Ila tunawapa pole sana. Mtufikishie salamu pia kwa wazazi wake na Sifa. Tunawaomba waishi vile ambavyo Sifa alikuwa anaishi na vile ambavyo alikuwa anapenda. Tunaomba sana na tunawashukuru pia. Mtufikishie salamu kwa Mkutesile kwamba tunashukuru waendelee kulea vijana katika njia hiyo iliyo sahihi, wamjue Mungu na kupenda kuishi na jamii vizuri kama Sifa alivyokuwa. Amen. Nawashukuru sana. Asanteni sana. Poleni sana. Amen. Basi nasi tuwashukuru sana kwa mioyo yenu ya dhati, kwa upendo wenu wa dhati, kutupenda na kupenda moyo wa Sifa. Na umeongea maneno ya hekima na ya busara hapa kwamba ule moyo unajengwa. Ni kweli. Ni kweli. Mungu wabariki sana watu wa Mwantengule. Nami naomba nifikisheni taarifa kwa watu wote. Kama mnavyojua mazingira yangu sio rahisi sana. Ni kweli. Mimi nawashukuru sana. Pole sana. Pole sana. Mungu aendelee kuatia nguvu. Asanteni sana majirani. Naamini kabisa kwamba mimi mazingira ya kunipata si rahisi, lakini hata hiyo njia niliyotumia inatosha kabisa kumwona mama sehemu ambayo wanafanyia kazi, na Sifa alikuwa akifanyia hapo kazi kwa sehemu kubwa. Asanteni sana. Na asanteni kwa kutambua pia kwamba tunachokifanya kina impact ya moja kwa moja kwenye jamii. Tunatengeneza namna yetu. Mpaka mmeniita mchungaji, inawezekana uchungaji wangu mnautambua kwamba natengeneza watoto, vijana, watu watakaoifaa jamii. Ni kweli wapo ambao ukiwa na moyo wa huruma na kuhangaika na kilio, mateso ya mtu mwingine, wanaita kamdomo. Na sasa hivi ndio ambao wamekuwa na mamlaka. Yani wale ambao hawapendi upinge ubaya ndio wamekuwa na mamlaka katika maeneo fulani, na chochote utakachokuna, huruma yoyote utakayokuwa unaonyesha, wanaita kamdomo. Kada mmoja wa CCM kasema, si ni kada, si kaandika hivyo, lakini hawamshughulikii. Lakini anasema alikuwa na kamdomo sana Sifa. Kwa hiyo amewaishwa akaliwe na funza. Akasema bado mmoja. Hajaainisha nani. Lakini ni akaunti ambayo imo, nadhani mamlaka kadha wa kadha zinaona inawezekana watu kama hawa zinaona ndio wanaotakiwa, ndio wanaotakiwa kuishi, anafanya kazi nzuri, mtu anaandika kitu cha aina hii. Na pengine kauli kama hizi zinahusisha moja kwa moja na utaratibu unaoweza ukawa umetumika. Sifa akawa ameondoka mapema hivi. Lakini tuseme nini? Tunapokea pengine majirani kwa usifahamu, hawa ni wale ambao ukisikia wa Mwantengule, huu ndio mtaa tuliopo sisi, Mwantengule. Kwa ndio maana hata ukitaka upitishie propaganda ovu kwenye mtaa tulipo sisi, naamini huyo tu atakayejitokeza kusimama kama shahidi wa kusimamia hiyo propaganda atajitengenezea uadui mkubwa na jamii iliyoko hapa. Kwa sababu nafahamu tunavyojua imani ni kuifaa jamii, ni kufanya mambo ambayo kwa sehemu kubwa jamii itapunguziwa mzigo. Kupinga maovu, lakini na wewe kutoshiriki kwenye maovu. Kinyume chake ni kuwa mwema, kuhamasisha mema na kutenda mema. Najua katika wakati huu ni uadui mkubwa sana kuwa mwema kwa matendo. Kwa kinywa, kwa maneno hii sawa, lakini kwa matendo sasa hivi imedhaniwa, imesemekana
ya kwamba ni kujitafutia kifo, ni kamdomo, kuwa mwema kwa matendo. It's okay. Jambo linaloniumiza sana, asanteni pamoja na kushukuru, lakini asanteni niseme jambo linaloniumiza ni kwamba pongezi za mimi kulea watoto katika maadili nazipokea, lakini nazipokea kwa maumivu makali, kwa sababu moyo wangu usingetamani kulea watoto watakaopotea mapema hivi. Yani wawe na maadili yao, wema wao, utengeneze mazingira ya mashetani na mavampire kuona kuishi kwa muda mrefu kwa mtu huyo mwema ni tatizo, na wakafanikiwa adhma yao ya kumtesa kwa sura ambayo Sifa ameteswa, na hatimaye kumwondoa kwa ukatili wa namna ambavyo Sifa kaondolewa kwa ukatili na mavampire au mashetani ambao kwa kwetu kwa Afrika ni hewa na giza na maji baharini, lakini kwa wenzetu wazungu mavampire, mashetani ni wanadamu wanaofanya makosa kwa makusudi ama kwa kile watakachoita kwa kutokusudia. Ningetamani imani yangu na uhubiri wangu uvuke kutoka kwenye kusifiwa kutengeneza watu wenye sifa njema katika jamii, lakini wanaoweza kufikiwa kirahisi na mashetani kwa sura kama hii. Natamani sana wakati fulani hawa watoto walioumizwa hivi na mavampire na mashetani hawa, sijajua, nitaendelea kupokea pole. Nimekuwa mtu wa kupokea pole, na hali ilivyo kinachoniface, nadhani nimeshaongea sana huko nyuma, wengi mlikuwa mwelewa, lakini kinachoniface ni kama nina wakati mwingi sana wa kupokea pole za aina hii, kwa sababu ya process kadha wa kadha ambazo nimeziona kwenye miili ya watu kadha wa kadha. Ni aibu mno, ni uchungu mno, ni maumivu mno. Ni kitu ambacho wakati mwingine hata imani napata ukakasi kwa Mungu gani wa aina hii atakayewaweka kuwa kondoo wa kuchinjwa, ambao kila mamlaka kishetani inayopanga kuwafikia inawafikia na kutimiza adhma yao. Kifumbi ni kwamba msidhani tunaweza tukaokoka kuliko Biblia. Panauma sana na inachanganya sana, na hatumchi Mungu ili tukutwe na haya kirahisi. Panauma sana. Lakini watu wa Biblia iliporuhusiwa kwamba mamlaka fulani iliyojipambanua kwamba itakomesha wema duniani, wauawe, waliuawa, waliteswa, walipotezwa idadi kubwa sana ya watu. Wote tunaosoma kwenye Biblia, sehemu kubwa, asilimia kubwa, hasa Agano Jipya, waliuawa na watu kwa njia mbalimbali. Zingine hata watu hawakujua ni watu wamehusika kuwaondoa watu hao. Sasa pengine ajabu tu ni kile ambacho kiliandikwa kwenye Biblia kwamba na wengine tutakaofuata baadaye tunaweza tukaja kuingia kwenye namna hiyo ya kupotezwa na mavampaya, kupotezwa, kuuawa na mashetani. Lakini inauma sana. Ni ajabu sana. Kweli pongezi, sifa za mimi kuwa mchungaji ambaye the end of the day nabadilisha kweli tabia za watu. Wanakuwa wema, wanakuwa na huruma, wanasimama katika nafasi ya ubinadamu, lakini wanaweza kupotezwa kiwepesi
hivi, kwa uchungu hivi, inauma sana. Inauma sana. Lakini nifanyeje? Inawezekana niwahi kutamani kuwa kwenye top 20, 20 bora wanadamu tangu kuwepo dunia. Lakini sehemu kubwa ukisoma, watu wameingia kwenye rekodi bora kwa sababu waliumizwa sana, waliteswa sana, waliingia kwenye rekodi ya mashindano ya kuteswa, kuumizwa, ambayo ukisoma mwingine haumuoni. Mimi nikiangalia na watu wengine sasa wameanza kuona ni kama naingia kwenye rekodi ya moja ya mhubiri kupata kutokea katika nchi ya Tanzania ama Afrika ama duniani kwa sasa, aliyewahi kuteswa, kupitia mateso makali kwa sababu ya wema wake ama kuhamasisha haki katika jamii. Na mimi wanasema eti wote mnao tujua kwamba hivi tunavyofanya ndio hekima, ndio haki, ndio neno la Mungu. Nasema wote nyie ni machizi. Ila wale ambao wanatumiza, sema ndio wako rohoni, ndio watakatifu. Ni wakati. Lakini asanteni sana kwa pongezi zenu. Asanteni sana. Lakini ni ajabu sana. Asante kwa kunisikiliza. Hii sauti ya mtu aliyetoka gerezani. Ni mtu aliyetoka kumhifadhi Sifa Bushanga Karagwe, Chabalisa Nyamitoko. Anasema itengeneze njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Heri mtu atakayeteswa, atakayefungwa, atakayeuawa, ama afaye katika Bwana tangu sasa apate pumzika mara baada ya tabia yake. Tazama, Mungu mwenye haki yu karibu kuja. Hii ni maana neno Maranatha.